polisi wameanza kuutibua mkutano huo, na hivyo basi wanahabari pia hawaruhusiwi maeneo hayo. Emmanuel To kwa hivi sasa anafuatilia mkutano wa mrengo wa Linda Ground katika uga wa Jamhuri, ambapo kwa hivi sasa tunaungana naye sasa, na mnaarifiwa kwamba tunaungana naye Melita Ole Tenges ambaye yuko katika ufungamano, barabara ya ufungamano. Tujuze mengi zaidi, manake tunaarifiwa kwamba Melita, ni kwamba hamruhusiwi kabisa kufika eneo ambalo liloratibiwa kuweza kufanyika mkutano huo wa Linda Mwananchi. Naam, Lulu, ni kama ulivyosema, tuko nje ya jumba la ufungamano ambalo linapatikana katika barabara ya Mamlaka, na kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba kuna ulinzi mkali ambao umewekwa hapa. Maafisa wa polisi wamekita kambi na kupita nyuma ya pahali ambapo maafisa hawa polisi wamesimama ni kibarua kigumu sana, manake wameweka ulinzi mkali na hakuna ambaye anaruhusiwa kuvuka au kuingia kupitia lango lile ambalo linaelekea pahala ambapo wale wa viongozi wanasiasa wa mrengo wa Linda Mwananchi walikuwa wamepanga kwamba watakuwa wanafanya mkutano wao sambamba siku ya leo, wakati ambapo vilevile mrengo wa Linda Ground ulikuwa umetangaza kuwa watakuwa wanafanya mkutano wao katika uwanja wa Jamhuri. Kwa hivyo imekuwa ni shughuli ambayo imeonekana kwa sasa kana kwamba haitaendelea hapa kutokana na ulinzi mkali ambao umewekwa, na tayari tumekwisha kuwaona baadhi ya wafuasi ambao wanafika hapa, basi wanaelezwa kwamba hawatoruhusiwa kuingia kabisa. Hata hivyo bado hatujapata kuwaona viongozi wa kisiasa kutoka mrengo huo wa Linda Mwananchi wakifika hapa, na ikiwa wana mipango tofauti ambayo wataendesha baada ya shughuli hii kuonekana kwamba imegonga mwamba. Kwa hivyo kufikia sasa hali ni kama unavyoona tu, ulinzi mkali, hakuna wafuasi ambao wanaruhusiwa kuingia, vilevile hakuna wanasiasa ambao wanaruhusiwa kuingia. Kwa hivyo ni ngoja tu kuona ni uamuzi upi ambao utachukuliwa na viongozi hao wa Linda Mwananchi. Kumbuka kwamba vilevile Lulu, tukio hili linatokea baada tu ya lile baraza la kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa hapo jana kutangaza na kusema kwamba Edwin Sifuna ambaye alikuwa ni katibu kunradhi wa chama cha ODM, basi atalazimika kurejea kutatua kesi ndani ya chama na wala sio katika mahakama. Kwa hivyo imekuwa ni shughuli ambayo imezingirwa na sitofahamu kuhusu ni uamuzi upi, utaratibu zipi ambayo Edwin Sifuna atachukua kutoka sasa. Kumbuka kwamba vilevile leo ni siku ambayo wanasiasa hao walikuwa wamewarai wafuasi wao kutoka maeneo tofauti ya Nairobi na vilevile nchi kukusanyika hapa ili kuhudhuria mkutano huo sambamba, ambao pengine wangeendeleza semi zao kupinga muungano kati ya chama cha ODM au mkataba wa kufanya kazi pamoja na chama cha UDA. Kumbuka kwamba wamezunguka maeneo tofauti humu nchini wakipinga chama hizo mbili kufanya kazi pamoja, wakisema kwamba sio misingi ambayo ilisimamiwa na aliyekuwa kinara wa chama cha ODM hayati Raila Odinga. Lakini pia wamekumbwa na upinzani zaidi kutoka kwa upande wa Linda Ground, kwa sasa likiongozwa na kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga pamoja na wafuasi wengine, na vilevile uongozi wa chama hicho, mwenyekiti Gladys Wanga, naibu mwenyekiti Simba Arati, gavana wa Kisii, naibu mwenyekiti Abdulswamad naibu kinara kunradhi Abdulswamad Sharif Nasir, ambao vilevile wamekuwa wakizunguka maeneo tofauti ya nchi, vilevile kuwarai wafuasi kusimama na mrengo wa Linda Ground. Kwa hivyo ni vuta ni kuvute kati ya pande hizi mbili, na hii leo ikionekana kwamba ndio wakati ambapo tutakuwa tunaona mengi zaidi. Lakini kwa sasa kama tunavyoona ni kwamba hapa katika jumba la ufungamano huenda hakutakuwa na mkutano wowote, lakini tunatarajia kuona iwapo viongozi hao wa mrengo huu wa Linda Mwananchi basi watakuwa wanatoa mwafaka tofauti au watakuwa wakifanya mkutano tofauti. Lulu. Melita, labda nikuulize, je, wakati askari wanapowatawanya ama wanapowazuia, je, wanawaambia sababu kuu ni nini? Naam, Lulu,
Kwa sasa hatujaona vurugu yoyote, manake wale ambao wamekuwa wakifika hapa wamekuwa wakikuja kwa miguu, wachache wanaonekana kuambiwa waondoke. Wale ambao wanakuja vile vile kwa bodaboda pia wanaonyeshwa kutumia au kuelekea njia tofauti. Kwa hivyo ni shughuli ambayo vile vile kufikia sasa hatujashuhudia vurugu yoyote, ila naweza nikasema kwamba hapa kuna hali tu ya taharuki, manake hauwezi kufahamu iwapo wafuasi watajikusanya mara moja na kutokea hapa au maafisa wa polisi vile vile wataweka mikakati ipi ili kuhakikisha kwamba watu hawatafika hapa. Lakini kwa sasa hatujashuhudia hali ya mshike kufikia sasa, Lulu.